Kiharusi kinajulikana kama jeraha la mishipa ya damu kwenye ubongo. Kama unakumbuka, damu hubeba oksijeni na virutubisho ambavyo seli za ubongo zinahitaji ili kuishi. Uharibifu wa mishipa ya damu unaweza kusababishwa na donge la damu au kitu kingine kinachoziba mshipa na hivyo kuzuia mtiririko wa damu, au kwa kupungua kwa upana wa mshipa kutokana na ugumu wa mishipa au kutokana na kupasuka kwa mshipa wa damu na kusababisha kutokwa na damu. Yote haya yatasababisha damu kutofika vya kutosha kwenye sehemu ya ubongo na hivyo kusababisha uharibifu wa seli za ubongo. Kama seli za ubongo zina kazi tofauti kulingana na eneo lao kwenye ubongo, hii itasababisha dalili tofauti. Kwa mfano, mtu anaweza kupata ugumu wa kuzungumza, kusonga, kuhisi, kumeza, kuona, kutembea vizuri, au kuelewa kile watu wanasema. Mtu anapata kiharusi ikiwa wanapata dalili zinazodumu zaidi ya masaa 24. Kama dalili zinadumu chini ya masaa 24 na kisha wanapona kabisa, inaitwa TIA au shambulio la muda mfupi la ischemic au kiharusi kidogo. Kama mtu anapata TIA, inawaweka kwenye hatari kubwa ya kupata kiharusi kikubwa. Hivyo wanapaswa kumwona daktari mara moja. Wakati mwingine, TIA inaweza kudumu sekunde chache au dakika. Usipuuze. Unapaswa kutafuta matibabu mara moja.